na tunakushukuru. Na pia vile vile naweza kusema namshukuru kila mtu peke zake Mungu amemjalia kupata hii nafasi leo ya kukua pamoja. Na tunashukuru watu wa Mungu ambazo wamefanya maombi na wametuombea. Tunafarajika sana tunapokuwa tunafanya maombi. Sasa vile kabla sijakuwa ninataka kusema, pia jaribu kuhimiza sana juu ya swala ya kuvumiliana na kupendana na kustahamiliana. Ile sababu ikitokea moja ama mtu mwingine amekuwa na maoni ama na maneno tofauti na zile ambazo sisi tunaamini, isikuwe sababu ya peke zetu kukosana ama kugombana. Pia ndugu zangu, naomba kuwatangazia kwamba uko uwezekano wa mimi kupotea hafla hivi kidogo na nisionekane na nisiweze kufikiwa kama mawasiliano, lakini inaweza ikakuwa jambo ya siku chache hivi alafu tutarudi tena. Lakini muniombee sana. Bado yako mambo ya kiusalama. Ile wakati ambayo tulipata nafasi ya kuzungumza juu ya kiapo affidavit, ambayo kiapo nimeiandika ina page 168, niloipeleka kwa rais ya ICC kumwambia kwamba mimi nimeyapa na niko tayari kuja kutoa ushuhuda yangu ya kiteknolojia hizi ambayo nimejaribu kuwatajia majana na majuzi. Nilikuwa pia nimefax ile affidavit, ile kiapo yangu, lakini kwa Ikulu ya Tanzania na kwa jeshi ya Tanzania, kwa Chief of Staff pamoja na DGIS, kwa mkurugenzi mkuu ya usalama ya taifa. Lakini nilitoa ile passport yangu, lakini ni jambo ambayo imeleta mshituko mkubwa miongoni mwa watu Tanzania. Na imeleta kwa upande yetu ni jambo zuri, lakini pia limesababisha tumepokea taarifa na majina ya watu 4 imesafirishwa kwa sababu ya kujaribu kutufikia. Tuko na majina zao na namba zao wengine. Kwa sababu za kiusalama hivi tunaweza kwa huzuni kubwa naweza nikapotea hivi kwa siku kidogo. Ni jambo inahuzunisha, lakini inabidi tufanye hivyo kwa sababu tuweze kufikia ile jambo nini tunataka. Ikitokezea muda wote hamjakuwa mmenifikia, msikuwe na wasiwasi. Ni kwa sababu tu ya jambo itakuwa nimeipanga peke zangu, haikui jambo kwamba labda jamaa wamenifikia. Pia napenda kusisitiza kwamba tuendelee kumweka Mungu mbele kwa kila ile hatua ambayo tunachukua. Kwa kila jambo ambayo tunataka kufanya, tumtangulize Mungu na tukue tunafanya maombi sana, kwa sababu maombi ni kitu ilikuwa na nguvu sana. Hii story ya mimi kufikiwa, siko na furaha kuieleza hapa kwa upana yake kwa sababu ya kuepusha kuwatia watu hofu. Lakini kwa watu zote ambazo mko na mapenzi na jambo ambayo tunafanya, naomba kuhakikishia kwamba ni karibia kuwa haiwezekani kwa hawa watu ambazo wanatumwa kwa lengo ya kuja kunifikia mimi, kunifikia kwa hizo njia ambazo wanazitumia, kwa sababu hayo manjia ambayo wanatumia kunifikia ni manjia ambayo yamewahi kutumika kwa miaka ya 1964. Kwa dunia ya sasa hazitumiki tena hizo njia kwa kujaribu kumfikia mtu.
Kwa hiyo pia tunamuweka Mwenyezi Mungu mbele, tunafanya maombi sana. Yuko mtu kaweza kujaribiwa kulipwa dola ya Amerika 10,000 kwa sababu aweze kuachia address yangu ya wapi ninaishi. Na pia wameshirikiana hawa jamani raia Tanzania, lakini wanashirikiana na raia wa Russia kufanya mauaji ya wanaharakati ambazo zinaishi nje ya nchi. So wako na majambazi zao ambayo ni raia wa Russia, na kwa huzuni sana naweza kuambia kwamba kuwalipa majasusi za Russia kuja kufanya mauaji kwa Marekani, kwa Europe, kwa wanaharakati inayotakia Tanzania, wanawalipa kwa pesa ambayo imelipwa kodi ya maskini ambaye anauza njugu, maskini ambaye anaweka kadi. Ile kodi yako inatumika kuchafuta na kuweza kuwaua watu ambayo kama sisi tunaipenda kwa moyo wetu wote nchi yetu. Sasa kwa sababu tu tunataka tuhakikishe kwamba kila kodi ambayo raia ya Tanzania inalipa, tunaipeleka kodi ile kwa mipango ya maendeleo na mipango ya kusaidia raia. Tunatakiwa tuchukue hatua za haraka sana kuhakikisha Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yake wanatoka kwenye makao matakatifu ya Ikulu na kwenye makao matakatifu ya ubunge kwa haraka vile tunaweza. Na mimi binafsi ninachukua hatua ambazo niko na ufahamu kwamba ni hatua mbaya na zinawaharibia sana mipango yao. Kwa hiyo nisingependa kuendeleza sana kuzungumza juu ya haya mambo ya nisingependa kuzungumza sana juu ya mambo ambayo yametokezea leo ya kujaribu kunifikia, kwa sababu hayatakuwa na faida kwenu. Kuondoka kwa mtu mmoja kama mimi ambaye ni mpole na dhaifu ni bora, lakini taifa letu likuwe salama na ndugu zetu wengine wakuwe salama. Leo time ya Afrika Mashariki saa 4 asubuhi tulifanikiwa kufanya mawasiliano na Commonwealth pamoja na Secretariat yake nchini Uingereza, United Kingdom. Na tumefanya mawasiliano na Commonwealth pamoja na Secretariat ya Commonwealth kwa sababu tu ya ile mambo ambazo jana tumekubaliana kuweza kuzuia hii majamaa ambazo zinapelekwa Tanzania, Bwana Chakwera, kuzuia hii mipango zake za kufanya maelewano na kufanya upatanishi ambayo utakuwa upatanishi haramu. Tumechukua juhudi kubwa na tumepata kwa mapenzi ya Mungu jawabu ya haraka sana. Jawabu hii ilikuwa ya papo kwa papo. Sasa kama mtakuwa mnaridhika, niko na furaha kuisoma kwanza barua gani tumepelekea, na baada ya kupigia masimu tumewapigia nini imejibiwa na kuna hatua gani ambayo inakuja kufuata. Sasa kama mtakuwa mnahisi tuko na muda ya kutosha ya kuzungumza hizi mambo zote kwa jumla, niko na furaha kuwasomea hii barua ikiwa mtaniambia niendelee. Unaweza ukasoma tu. Okay. Sasa tumepeleka barua leo kwa Commonwealth, lakini ukizungumza Commonwealth kama Commonwealth ni kitu kikubwa sana. Kwa lile jambo ambayo hasa sisi tunaizungumzia, unatakiwa kisheria upeleke barua yako kwa Secretariat ya Commonwealth. Tumepeleka barua kwa njia ya email na tumepeleka barua kwa njia ya maandishi pamoja na kuwafanyia mawasiliano ya simu ya moja kwa moja kupitia Secretariat ya Commonwealth
kwa namba ya Secretary ya Commonwealth ambayo ni plus 44 20 77 47 and 6500, ikiwa inatokezea mtu peke yake anataka kuichukua na yeye kujaribu put pressure. Barua nilopeleka ni barua ambazo tumepeleka kwa niaba yetu sote, na ndio maana nadhani ni heshima kubakia hapa kuwasomea, kwa sababu si jambo ambayo nimefanya kwa uhodari yangu ama peke zangu, ni jambo ambayo tumefanya kwa pamoja na kwa ridhaa yetu sote. Kwa hiyo si jambo ambalo linaonesha ubora ama utukufu kwa mtu mmoja. Napenda kuwasomea kama ifuatavyo. Baada ya kuweka address yetu kwamba sisi ni wa Tanzania na nikaweka address yao, barua ilikuwa inahusu kwamba ile kichwa ya habari ilikuwa inasema, napenda kutafsiri kwa Kiswahili, inasema kwamba wasiwasi wetu na mapendekezo yetu kabla ya mchakato ambayo mnahisi ni maridhiano. Inaendelea. Barua tulopeleka Commonwealth inasema hivi: mpendwa waheshimiwa, sisi ni vijana ya Tanzania, tunawasilisha barua hii kwa heshima kubwa sana kwa Secretariat yako tukufu ya Jumuiya ya Madola. Tunapenda kufafanua kuwa hatupo na mahusiano ya chama yoyote ile ya kisiasa kwa nchi ya Tanzania. Wala sisi hatujaungana na kikundi yoyote ile yenye ya Tanzania ama kujiunga na hatuko pia na mahusiano ya madini yoyote ile ya nchi Tanzania. Sisi ni raia vijana wa kizalendo. Tunaandika kwenu kama raia wazalendo na wenye wasiwasi mkubwa ambao tumeshuhudia na kupata mateso makubwa ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini kwetu. Ikumbukwe kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ilifanya uchaguzi yake mkubwa. Tarehe hiyo imebakia ikakuwa ni siku ambayo ndani ya vifua zetu ikakuwa ni siku ya giza zaidi na siku yenye maumivu makubwa zaidi kwenye historia ya nchi yetu. Katika siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku inayofuatia mbele zake, inaaminika kwamba raia wasipungua 10,000 waliuawa, na huku raia nyingine wakifanyiwa mambo za ukatili mkubwa, wakikuwa wanateswa, kupigwa vibaya, kubakwa, pamoja na watu nyingine kuachiwa ulemavu isikuwa inaweza kupona tena kwa maisha za kidunia. Uhalifu huu ulifanyika chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, na pia tunayo ushahidi ya uhakika kabisa, na ushahidi ilikuwa inaaminika inaweza kuthibitisha ukiukwaji mkubwa huu wa haki za binadamu na mauaji haya, ambayo peke zangu nimeambatanisha kwa heshima katika barua hii kwa ajili ya ufuatiliaji wenu kwa raha zenu. Tunafahamu kwamba Commonwealth kuna uteuzi wa hivi karibuni wa mheshimiwa Lazarus Chakwera kuwa mjumbe maalumu ya Jumuiya ya Madola kwa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, mwenye jukumu ya kusaidia juhudi ya kufanya maridhiano na kutathmini yale mambo zilizopita nyuma. Hivi basi tunathamini sana sisi vijana ya Tanzania hii juhudi yenu Commonwealth ya kutaka kuleta maridhiano na nia yenu nzuri ya kumteua huyu mbwana. Lakini tungependa kutoa taarifa kwamba tupo na wasiwasi wetu wa dhati kabisa
na wa kujenga na wasiwasi mkubwa, ambayo tuna wasiwasi kwamba huu mpango wenu wa kuleta maridhiano kupitia hii ujumbe ambayo mumeileta Tanzania haitaweza kufanikishika, kwa sababu hii tume ambayo mumeileta haitakuwa na uwezo ya kutatua ama kupatanisha hii tatizo kubwa ambayo iko kwa nchi yetu sasa hivi. Secretariat ya Commonwealth, naomba kuambia kwamba matatizo hizi makubwa ambayo iko kwa Tanzania sasa hivi ni matatizo yenye utata mkubwa, na matatizo ni mambo makubwa sana na yalikuwa na mzizi mrefu sana ya muda mingi. Hali ya sasa inatofautiana sana na migogoro ya kisiasa ya zamani, ikiwemo ile iliyokuwa imewahi kutatuliwa kwa mafanikio kwa msaada ya Commonwealth, hasa ile ya maridhiano ya Zanzibar iliyokuwa imefanyika 1999 yaliyofanikishwa na Dr. Moses Anafu, ambaye nyinyi Commonwealth mulikuwa mumempeleka kule Zanzibar. Tunabaki wenye shukurani kwa hii mambo ambazo mumetusaidia huko nyuma ya kutatua shida ya Zanzibar, ambayo ilikuwa shida ya kisiasa baina ya chama ya CCM pamoja na CUF. Hata hivyo, mazingira ambayo ipo sasa hivi Tanzania kwa sasa na migogoro hii ambayo iko Tanzania, tunapenda kuwafahamisha kwamba haya sio matatizo ya kisiasa, na wala sisi sio wanasiasa. Badala yake ni matatizo makubwa sana ambayo yaliyokuwepo kati ya mamlaka za serikali hizi majambazi pamoja na sehemu kubwa ya raia wazalendo wa Kitanzania ambayo hawako kwa chama zozote ile ya siasa. Sasa Commonwealth, hii jambo ni tofauti kabisa na ile kesi ambayo mumeweza kuitatua Zanzibar mwaka 1999, kwa sababu matatizo ya mwanzo yalikuwa ni matatizo ya vyama mawili ya siasa. Hii matatizo sasa hivi ni yako deep zaidi, kwa sababu sio tatizo tu ya vyama mawili ya siasa. Kwa maana hiyo, tofauti hii ambayo nimewaeleza ni muhimu sana muweze kuijua, kwa sababu tu mjue ni nini hasa iko inaendelea kwa Tanzania. Hali ambayo ili kutatuka kwake inahitaji mbinu tofauti, na ambayo Bwana Chakwera amekuja nayo sasa hivi ya kufika tu kwenda Maikulu kukutana na wale majambazi ambazo ni matuhumiwa na kuwataka watu wa siasa waje. Hapana, matatizo ile kuweko sasa hivi sio matatizo baina ya vyama ya siasa. Hivyo basi, tunaomba kwa heshima kubwa Secretariat ya Commonwealth ya Jumuiya ya Madola itathmini upya njia iliyopo na kuzingatia mikakati mbadala au mifumo zaidi ambayo inaweza kukidhi kwa ufanisi zaidi hali halisi ya nchi yetu, lakini tu sio kwa kuleta hii wajumbe. Tunaomba hii Secretariat yako ihairishe haraka iwezekanavyo mpango huu. Mheshimiwa Secretary wa Commonwealth, kwa niaba ya raia wazalendo wenye wasiwasi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, tunawasilisha kwa heshima mapendekezo ifuatayo kwa ajili ya kuzingatiwa kabla hata Bwana Chakwera hajaendelea na mazungumzo yeyote. Tunataka hizi mapendekezo zetu mzizingatie kwanza. Ya kwanza, haraka kujiuzulu mara moja kwa viongozi muhimu wafuatao. Tunapendekeza kwamba kabla Bwana Chakwera hajawasili nchi ya Tanzania, ikiwa na kweli mnataka kuondoa hizo mashida ambazo tuko nazo, tunapendekeza kujiuzulu mara moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na Inspector General ya polisi Camillus Wangoso Wembura pamoja na mkuu ya majeshi ya ulinzi Bwana Jacob John Mukunda pamoja na mkurugenzi mkuu ya usalama wa taifa, kwa sababu viongozi hawa ni wataja hapo juu ni watuhumiwa wakubwa na ni watuhumiwa wakuu kabisa,
wa ukiukwaji mkubwa uliofanyika wa wakati wa uchaguzi, na ndio watu ambazo wamesababisha haya mauaji makubwa ambayo kwamba nyinyi Commonwealth mnataka kuja kufanya utatuzi. Tupo na ushahidi pamoja na viapo ambayo tumeambatanisha kwa ICC juu ya kwamba hawa watu ambazo nimekutajia ni watuhumiwa wakubwa ya uhalifu na mauaji ambayo imefanyika Tanzania. Namba 2. Ili tu kama mnataka tukuje kufanya mazungumzo, waachiwe mara moja watu zote ambayo imeshikiliwa kwa sababu ya ugaidi na kwa sababu za kisiasa bila ya masharti yoyote ile. Kwa sababu tunasisitiza hii kuachiwa huru mara moja bila ya masharti kwa wafungwa wote ya kisiasa waliopo mahabusu, kwa sababu ni hatua muhimu ya kurejesha imani ya umma, kutetea haki ya msingi pamoja na kuandaa mazingira yanayofaa kwa mipango ya maridhiano za baadaye. Na namba 3, kabla hata hamujakuja kutaka kuleta mastori ya kupatanisha, mulete wachunguzi huru ya kimataifa waje afanye uchunguzi ya wazi kabisa. Tunatoa wito kwa uchunguzi huru wa kimataifa na wachunguzi wa wazi kabisa kuhusu ukatili na ukiukaji mkubwa pamoja wa mauaji iliyofanyika wakati wa uchaguzi ya tarehe 29 Oktoba 2025 na baada ya hapo, na watoe majibu ya wazi juu ya nani amehusika na maiti iko wapi, na baada za hapo tupate suluhisho ya moja kwa moja juu ya huyo mjamaa husika, tujue hukumu yake nini. Tunaamini kwamba ikiwa tu kwanza mtaweza kusimamia kuwaondoa kwa madaraka hao majamaa watatu wataje juu, na mulete tume ambayo itafanya uchunguzi ya wazi juu ya mauaji, tupate idadi halisi kabisa ya watu wangapi imekuwa imeuliwa, na tujue maiti zetu ziko wapi, na tujue nani na nani amehusika kwa mauaji hayo. Na mkisha hapo muachie watu zote ambayo iko kwa majela kwa sababu ya kesi ya kisiasa. Hapo ndipo tutakaribisha tume yenu ya Commonwealth muje sasa tuanze kuzungumza nini tunataka kufanya. Serikali gani ya mpito ikae ama nini tunataka kufanya kwa ajili ya kuleta amani kwa nchi yetu. Hivi basi, ni baada tu ya masharti hayo matatu mkiwa mnaweza kuyatimiza, ndipo mchakato ya maridhiano inaweza kuendelea kufanyika baina ya Commonwealth na raia za kawaida na watu zote ambazo zimeuliwa watu zake. Sio Commonwealth na wanasiasa. Hapana. Lakini hata hivyo, tunapenda pia rasmi leo kuijulisha Secretariat ya Commonwealth pamoja na Mheshimiwa Dr. Lazarus Chakwera kwamba sisi kama raia wazalendo ya Tanzania tumefikia maamuzi ya pamoja ya kuandaa maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo ya nchi nzima ambayo itaanza tarehe 9 Disemba 2025. Maandamano haya ambayo tayari yamewasilishwa rasmi kwa mamlaka yote ya Tanzania kwa njia ya barua, kwa njia ya email pamoja na kuwapigia simu. Maandamano haya hayataweza kusimama mpaka pale tu matakwa yetu ambazo tayari mamlaka tumeiambia yatakapokubaliwa na kufanyiwa kazi hapo hapo. Kwa maana hiyo, tunawapa mwaliko rasmi kabisa waheshimiwa wajumbe wote wa Jumuiya ya Madola, muje muungane na sisi katika maandamano ya amani kama mshiriki wetu kwa ajili ya kuja kama kweli kabisa mko na lengo la kuleta haki. Tuletee pia wajumbe tuandamane nao kwa amani kabisa kwa ajili ya kutaka haki, demokrasia pamoja na amani. Tunathamini kwa dhati kujitoa na usaidizi yenu kwa watu wa Tanzania katika wakati huu mgumu na muhimu. Kwa heshima zetu,
vijana wazalendo ya Tanzania. Hiyo ndio ilikuwa mwisho ya barua yetu. Kabla sijaendelea ama kusimama kidogo kusikiliza maoni zenu, ninaomba kuambia taarifa ndogo kwanza ya kielimu. Commonwealth iliwahi kuja Tanzania mwaka 1999 kwa upande ya Zanzibar, kuja kutatua na kuleta maelewano ambayo ilikuwa ikikuwa na mgogoro mkubwa ya chama ya CUF pamoja na CCM. Sasa wamekuja Commonwealth na yule mjamaa ambaye nimemtaja jina alikuwa ni Mghana, anaitwa Dr. Moses Anafu. Yeye ndo alikuwa Dr. Moses Anafu yeye ndo alikuwa kama in charge, kama sasa hivi tunaletewa Bwana Chakwera kuja kusimamia zile maelewano iliyofanyika Zanzibar. Licha ya ukweli ya kwamba kwa mujibu ya documents zimeonyesha kwamba ile maelewano ilifanikiwa, lakini kwa lugha ya Kiswahili kitamu tunasema yale maelewano yaliyosimamiwa ni Commonwealth yalikuwa ya kiini macho tu, kwa sababu uchaguzi 2020 CCM Zanzibar haikuwa imeshinda kwa kura na ikaua watu nyingi sana, na tupo na ushahidi wa maandishi ambayo yameandikwa na rais ya Tanzania Bwana William Mkapa. Amekiri kupitia kitabu yake kwamba aliua watu wengi sana Pemba na kuomba na kusema kwamba hiyo ni jambo ambayo anajutia. Sasa basi ikiwa tu Commonwealth ilikuja mwaka mmoja kabla kwa upande ya Zanzibar, na baada ya mwaka mmoja tu miezi 12 rais ya Tanzania aliua watu kwa raha zake kwa upande ya Pemba na akakiri kwa maandishi, na hiyo kitabu niko nayo hapa. William Mkapa akakiri kwamba anaomba msamaha na ni jambo anayojuta sana kufanya mauaji hayo. Kwa nini Commonwealth, nimewambia, bado mnahisi hawa majamaa wa CCM ni watu ambayo wanataka bado mazungumzo? Kwa nini mumemleta Bwana Moses Anafu kutoka Commonwealth kwa gharama kubwa sana kuja kuleta maelewano ya Zanzibar? Baada ya miezi 12 tu, William Mkapa alikuwa ni Commander in Chief Armed Force ya Tanzania nzima, hakuthamini wala kuheshimu ile kikao ya Bwana Moses Anafu na akaua mamia ya watu. Kama hiyo bado haijakuwa kitu inatosha, 2005 CCM Zanzibar pia haijashinda tena, na 2010 vile vile, na 2015 vile vile, jambo ambayo ikapelekea mpaka uchaguzi mkuu kufutwa. Kwa historia ni jambo ambayo haijawahi kutokezea. It was a comedy, ilikuwa ni jambo ya vichekesho, haijashinda. 2020 Bwana Haji Omar Heri akaja akaua watu nyingi peke zake. Hii yote ninawapa historia Commonwealth kwamba hata ile kikao yenu ambayo mlikuja kufanya Zanzibar na mkahisi kwamba ilileta amani, ilikuwa mumedanganywa na kiini macho, kwa sababu tuko na ushahidi ya maandishi ya kitabu ambayo imeandikwa na rais wa Tanzania. Amekiri peke zake kwa mdomo yake kwamba anajuta kuruhusu mauaji ama kufanya mauaji baada ya siasa kwa nchi ya Zanzibar. Kwa sababu nini kafanya jambo hiyo wakati mwaka tu nyuma ameletwa Bwana Moses Anafu, na huyu Bwana Moses Anafu ni mtu mwenye heshima kubwa sana, na alikutana na hawa watu zote kuzungumza nao, pia hawakuheshimu. Kwa maana hiyo hii barua, ndugu zangu, imebidi ikuwe refu na niwaandikie historia yao vizuri, kama kuwakumbusha kwamba CCM sio watu tena inotakiwa tudili nayo kwa mazungumzo ya kwenye meza. CCM kama sisi vijana ya Tanzania tumeamua kutumia njia mbili tu ambayo tuko na uhakika nayo, na kwa sasa tumeshafanikiwa kufanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo ya nchi nzima, pamoja na kuiparalyze serikali yote, kuparalyze mifumo zake zote. Sasa kwa vile tumejadili barua, ningekuwa heshima kubwa ndugu zangu, nitakuwa mimi nasimama hivi kidogo
niwasikilize na nyinyi peke zenu maoni yenu, niwasikilize maswala zenu, niwasikilize na comment zenu juu ya hii barua tumepeleka Commonwealth. Badala ya hapo nitakuja na taarifa mpya ya kuwaeleza jinsi gani sasa tumefanikiwa kuparalyze mifumo ya serikali. Na zile watu ambayo imeajiriwa kwa serikali ya Tanzania, naomba kuwapa taarifa kwamba mwezi ya 11 huenda ikakuwa mwezi ya mwisho kupata mishahara zenu kikawaida. Kwanzia hii mwezi ya 12 mjitayarishe na kupokea mishahara kwa nusu, kwa sababu tumeshika na tunakuwa tunajamili na tunakiri kwamba tumeshikilia mifumo ya kifedha Tanzania, na tutaivuruga ile mbaya sana ikikuwa tu bado hajakubali kuachia serikali yetu. Hiyo itakuwa taarifa ya session ya pili baada ya kujadili kwa pamoja hii barua. Baada ya kutuma huu barua ambayo nimeambatanisha na ushahidi ya mavifo ya picture 917, nimeambatanisha na masauti ya majeshi ambayo iko na radio frequencies za mauaji ambazo polisi imefanya, nimeambatanisha na maushahidi, nusu ya zile maushahidi ambayo nimepeleka ICC. Tayari ndugu zangu, naomba kuwajulisha kwamba Commonwealth Secretariat wanayo hizo mambo, na nimewataka kwa haraka sana warudishe nyuma bwana Chakwera apewe kwanza kazi nyingine. Kwa sasa hii sio tena dawa ya kuweza kudili nayo CCM ya mazungumzo, kwa sababu kwa historia kabisa CCM ni watu waongo, ni watu wanaopenda kucheza na akili za watu, na ni mauaji na ni majambazi. Na nimewapa shahidi ya kopi ya kitabu ambayo Commander in Chief Armed Forces ya Tanzania Bwana William Mkapa amekiri kwa maandishi kwamba aliua, na ni jambo ambayo anajuta, na ameua mwaka tu baada ya maridhiano ambayo imesimamiwa na Commonwealth kwa njia ya mazungumzo hapo Zanzibar ya mwaka 1999 chini ya Dr. Moses Anaf. Nikawapigia simu Secretariat ya Commonwealth, na wamekiri kwa mdomo zao kwamba wameipokea hiyo barua na itapelekwa sehemu husika kujadiliana, na watakuja na jawabu ikibidi. Hiyo ndio jawabu wamenijibu. Sasa mimi nyamaza, tuanze kujadili hii habari ya kwanza, tukuje na habari ya pili. Asanteni sana na ninakupendeni sana ndugu zangu, na tunaendelea kuombea taifa yetu na kila mmoja, na Mungu yuko na sisi, na tusiamini uwezo wetu, tusijitukuze, tumuweke Mungu wetu mbele. Mungu ndo ana uwezo ya kubadilisha usiku ukakuwa mchana na mchana ukakuwa usiku. Kayo Samia ni samahani kutumia lugha ya takataka, najua sio heshima, lakini Samia ni dhaifu, na tunaamini kupitia Mungu tutamkuwa tunamtoa. Naomba kunyamaza, kuwasikiliza, kuwapa fursa na nyinyi kabla sijakuja na topic ya pili. Asante. Samia sisi ninadhani kama hawatuhusu sana, kwa sababu peke zake huyo Samia ni mtu hatambuliki, ni mtu wa haramu. So sijaona shida ya kuwapelekea mabarua zao. Sisi tunadili na international, so tuliwapelekea sio wale wa jamaa wa Tanzania. Sawa. Kwa hiyo nimeelewa. Nimeunga tu mkono. Kwa hiyo apande mwingine watu wanasema nipunguze kidogo hapo. Kwa hiyo One Love na maisha nitapunguza hapo watu ili wasije wakampaisha Bill watu wakiwa. Kwa hiyo kaka Samba, niko naomba kuzungumza kidogo. Tutamwacha Nulvaz na Abil hapo juu. Alafu baadaye naomba kuongea kidogo kabla hujanishusha. Sijui unayeongea ni nani? Maisha. Okay, basi changia hapo. Nilikuwa na maoni yangu moja, lakini moja ni kwa ajili ya kakaangu mdogo wangu Habili. Sisi tunakuombea Mungu. Tunajua unapitia changamoto nyingi sana, tunajua namna unavyopambana, tunajua lazima watakuwa wanakusakama, lakini sisi tunakuombea Mungu. Sisi hatuna cha kukusaidia ndugu yangu zaidi ya kukuombea Mungu. Tunakuombea Mungu, na Mungu ndo kila kitu. Mungu atakupigania, na kama wewe aliamua kukuleta katika taifa letu,
alikuwa na makusudio yake, na hata sasa umejitokeza ana makusudio yake. Kwa hiyo sisi kwa imani tuliokuwa nayo kwa Mola wetu, hakita kukuta chochote, tutakuweka chini ya ulinzi wa Mola wetu. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, nilikuwa nakupongeza sana kwa juhudi ulizozifanya. Umefanya kitu kizuri. Barua ina maelezo ya kutosha, yanaeleweka. Hakuna kitu ambacho kimekosewa kwenye hiyo barua kwa mawazo yangu mimi. Asante. Nishushe kaka Sam. Okay, asante sana. Asante sana kwa ujumbe wako ni mzuri. Kaka Sama, na mimi naomba kuongea kidogo. Okay, piga nondo faster waingie na watu wengine. Alafu kabla hajaingia kabla tujamrudishia Abili, tukitaka kumrudishia atapanda ustazi na mchungaji mmoja, alafu tutamkabidhi tena Abili. Endelea One Love. Sawa. Kwanza mimi nampongeza sana Abili kwa kitu alichokifanya, kutuma hiyo barua. Hiyo barua kiukweli kwa mimi sijaona sehemu ambayo iko tofauti. Iko sawa kabisa, maana kaandika vitu ambavyo viko real. Na nampongeza sana. Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia hata katika uandishi wake, aendelee kufanya vizuri zaidi ya hapo, kwa sababu kitu anachokifanya ni kikubwa sana kuliko hata tunavyofikiria. Kwa mimi nimpongeze kwa hilo tu, sina mengi ya kuongea ila nampongeza. Asante sana, ujumbe umeshafika. Karibu King Boy, dakika zako 2. King Boy, naona internet yako sio nzuri King. Basi nitakupandisha baadaye King Boy. Naona net yako haijakaa vizuri. Au uko vizuri saizi King Boy? King Boy. King Boy. Na ngoja nikushushe nikupandishe tena, maana naona hausikiki. Karibu Haki. Fungua mic. Asante. Mimi nashukuru sana Bwana Sama kwa kunipandisha. Mimi napenda kusema kitu kimoja kwamba Bwana Abili Kabili, Mungu aendelee kukutia nguvu sana. Mungu aendelee kukutia nguvu, Mungu aendelee kukujaza nguvu zaidi ili uendelee kutupa ripoti na uendelee kutupa madini inavyotakiwa. Nimekusikiliza vizuri katika barua yako. Nimesikia vizuri sana. Japokuwa niliingia kwa kuchelewa, lakini nimepata kichache nilichokisikia. Barua iko vizuri. Naamini kabisa ushindi upo jirani, na hatutochoka kama taifa kulipigania, na hatutochoka kulisemea taifa letu la Tanzania. Na sisi tunasema kwamba Mungu amekuleta wewe kama mkombozi wa njia na kama muonesha njia kwa taifa la Tanzania. Kwa hiyo hatuna budi tutaendelea kukuombea, na tutakuwa bega kwa bega na wewe. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu sisi kama Gen Z kuweza kupambana kwa namna yoyote jinsi ya kulitetea taifa letu la Tanzania juu ya hawa wabadilifu, waharibifu, wauaji, wachache wa Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Tutahakikisha tunapambana kulitetea taifa letu. Asante sana Bwana Sama. Mimi yangu ni hayo. Okay, asante sana. Karibu TV, dakika zako 2. TV Kenya, karibu. TV Kenya. Ndugu zangu. Hello, mnanisikia? Unasikika Kenya, karibu. Kwanza ningependa kumpongeza kaka Abili. Nampatia hongera sana kwa ujasiri mkubwa wa kuiandikia Commonwealth na kusukuma swala hilo la mauaji na ukiukaji wa haki kwa nguvu na uthabiti. Wajua hii ni hatua na ni ya kihistoria. Vijana wote wameona uongozi wako. Ningependa kushauri uendelee kukusanya ushahidi zaidi
ufanye kazi karibu na familia, wale waliojitolea. Najua watu wengi wanaogopa sasa kuleta ushahidi, na pia vile vile chukua tahadhari za kiusalama, maana hatua kama hii mara nyingi inaleta pressure kutoka kwa mfumo unaogusa maslahi ya wakubwa. Endelea kuwa lugha ya amani na busara ili dunia ionekane wazi kuwa unataka uwajibikaji, sio vurugu. Jenga ushirikiano mpana na mashirika ya haki za binadamu, viongozi wa dini, diaspora na vijana wa ndani. Kwa muungano ndio nguvu ya ushindi. Leo niliona mambo unaona yanabadilika kidogo, kwa sababu wameanza kuleta udini ndani, na sioni kama kuna mwelekeo mzuri, lakini nina imani palipo na nia njema hapakosi ushindi. Swali langu moja kwa kaka Habili, kuna mahali hapo alisema kuwa amewapatia ultimatum, kwa aliwapatia Commonwealth vigezo kadhaa ambavyo kimoja wapo ni kuwa anataka rais aweze kujiuzulu, Commonwealth wamsukume rais aweze kujiuzulu. Je, kulingana venye iwepo Commonwealth wako na hiyo nguvu kweli ya kumsukuma rais ajiuzulu? Kwa sababu ninavyojua mimi Commonwealth wanampatia pressure tu, wanasimamisha misaada na kuleta pressure kuweka msukumo, lakini kumtoa rais kidogo kuna changamoto hapo. Labda kaka Habili aweze kutufanunulia kidogo upande huo. Alafu pia kulingana na juzi tulijadiliana, kaka Habili hakuwepo, ningependa kumkumbusha upande wa yale tuliozungumzia juzi ya kuandika barua kwa mashirika ya kimataifa ya haki za watoto kama UNICEF, Save the Children International, Human Rights Watch, Children's Rights Division Plan International, Amnesty International Child Protection Desk na World Vision Child Advocacy Unit. Tunakumbuka kuwa sehemu kubwa ya vijana waliouawa na waliopotezwa ama waliolimbikizwa makesi nchini Tanzania ni watoto wadogo wenye umri kati ya miaka 13, 16, 17 hapo. Hawa ni minors ambao wanapaswa kulindwa na dunia nzima. Na ndio maana tunawaomba tena kwa heshima, ikiwa bado hujaandika barua, tafadhali fanya hivyo kadri ya uwezo wako. Kila barua moja itashika uzito mkubwa sana, kwa sababu mashirika haya. Naam. Haya, sawa. Tutaongea baadaye inshallah. Okay, ameshapata maswali. Mr. Nani, unaweza ukaongea na wewe, alafu tuone utaniambia nani, sijui muda gani tukurudishie maiki nani bwana Abil. Mr. Paris, ongea Pastor Yeah. Jamani, mko wengi sana hapo mlioweka request. Kwa hiyo msikasirike, msikaona labda wengine kwa sababu unaona wanaopanda, lakini mko zaidi, si ya ngapi hapo, mko wengi sana. Faris, dakika zako 2.